people, how are you doing? Hope mko poa on my side. Mi niko poa. Welcome back to this amazing YouTube channel, your number one YouTube channel for TV shows, analysis, prediction and recaps. Our today's video goes to Zari, episode 114, that is 2nd January 2025. Jana kuna character alirudi pale kwa Zari, that is Sheila. Kumbuka wenye wamekuwa wakifuatilia updates zangu, kuna time niliwaambia that kuna role yenye ilikuwa inakuwa played na Karo, na hiyo role ilikuwa ya Sheila. Ile part Karo alikuwa anacheza dirty games na Zwal. That part was supposed to be played by Sheila, but she was nowhere to be found. And now Sheila is back to take back her role. That's why jana niliwaambia Karo amerudi na ameomoka, cause yeye ndo alikuwa amechukua hiyo role ya Sheila. But now Sheila ameresume kuchukua hiyo role yake. Who was Sheila? Sheila alikuwanga best ya Lola pale ghetto. Walikuwa wana vibe sana, so wengine wanakosana and all that. Na kuna siku walienda wakaiba jewelries na earring. Season 1 Zari series ikianza. Now Lola akafanya Sheila anze kudate Greg. Greg alikuwa bwana ya Linda, for those who don't know. So vile walianza kudate, Greg alibado around, kama I'm not wrong, 20 million. Then akaepana Sheila, wakaenda kukula raha. And now Sheila is back na kashaomoka, and I don't know whether Greg pia ameomoka, because I really doubt. We will hear his story at the end of this video. Now Sheila niye alikuwa ule customer mwenye Mark alikuwa anashindia eti, oh, we have a new customer who has been waiting for us to open the shop. Na jana mlimuona Handi Mado kameomoka na maringo ni chungu mzima. So let's get back to today's video. After Sheila kutoka kwa shop ya Lola, Skyla alimkimbiza akamfuata. Mbona alifanya hivyo? Simply because alikuwa anataka ampe namba ya babake, cause yeye ndo alitoroka na babake na lazima angekuwa na namba yake. Na Sheila akamwambia, mimi sina namba yake, huyo tuliachana kitambo. Mimi sina namba yake. Na Lola alikuwa like, we, si umpe hiyo namba ama ni deal na wewe. Na Sheila was like, hao ndio watu nilikuwa nakaa na wao ghetto. Hata mimi nashindwa tulikuwa tunakaa aje na wao. Sheila akamwambia, anyway, nikipata nitakupea. Nitaenda niulizie mabeste kadhaa, kama wako nayo nitakupea. Something else. Jana tuliona Nina alicollapse akiwa pale kwa park after the attack by Koki's dad. Na niliona jana mtu akiniuliza kwa comment section, yani like akicomment like kila mtu kwa Zari amekuwa murderer. Yani kila mtu amekuwa muuaji. Because ukiangalia most of the actors, it's either they attempted to kill someone or they have killed someone. Ama wako kwa hiyo mix ya mauaji. Now ile time Nina alicollapse pale kwa park, Luanda alimpeleka pale hospitali and the doctor conducted several tests simply because Nina has been fainting. Ovyo. Akistuliwa kidogo hana faint, akikasirika hana faint. Na daktari alikuwa anataka kujua nini mbaya na Nina. So finally the doctors resolved her out. Na daktari akaambia Nina, according to our medical investigation, tumerealize that you have a brain tumor. Ndio daktari akamuuliza kama pia kuna mtu kwa familia mwenye ako na the same problem. Nina akamwambia, babangu has the same problem. Kumbuka Mr. Dylan alikuwa na brain tumor, then ilibidi afanyiwe surgery and he recovered. Because Dylan alikuwa anakaa hivi anaumwa na kichwa, and after kufanyiwa surgery alipona. Now the problem is Nina ako na ball na ini brain tumor, na anafaa afanyiwe chemo na radiotherapy. Na doka akamwambia, sasa shida iko hapa, cause
hiyo tumor inafaa itolewe as soon as possible. Lazima ufanyiwe surgery, chemo and maybe ikikataa radiotherapy. Na wakati wa surgery hizo madawa mtu huwa anadungwa ndio alale zinaweza affect mtoto, and pia hizo radiation za chemo na radiology. So kukaa na ball ni very risky, na kama tutafanya hizi vitu lazima hii surgery ama treatment ifanyiwe kama mtoto haja grow sana, because hii tumor kama mtu ako na mimba huwa ina spread haraka, so we have to do it as soon as possible. But the biggest part is lazima mtoto atolewe. Hawezi fanyiwa hizo vitu mtoto akiwa kwa tumbo. And Nina was very sad about it. Imagine now she's going to lose another baby because of her sickness, and she was not willing to let her baby go. So after amemalizana na daktari, Lwanda alikuwa huko nje na alikuwa anashindwa nini inaendelea huko ndani. Hizi matext wanafanya mingi hivi ni za nini? So Lwanda met the doctor, na akitaka kuambia Lwanda about Nina akamwambia, "Oh, I'll tell him whatever you have told me." And Nina was smiling, of which it's a fake smile, because Nina was hurting inside. Ni vile anataka Lwanda akasirike. Alikuwa na feel ni kama yani analetea Lwanda mashida mengi. Unaona, wanatoka kwa shida moja wanaingia kwa shida nyingine. Lwanda akamwambia, "Si twende kwa ofisi at least, because nataka kufika huko." Nina akamwambia, "Hapana, mimi siendi kwa ofisi na wewe. I just want to walk around." Then Lwanda akamwambia, "Just be careful, don't switch off your phone, ukuwe na simu yako karibu. Though in case of anything, just call me. Nitakutumia taxi ama nikuje nikuchukue." Cause Nina alikuwa anakaa ana faint kwa nyumba ya Susan. Alifaint wakati Frida alichukuliwa wakaenda Uganda. And Lwanda was worried about his wife. Something else. Sidada mliacha Susan na Linda wakienda Stonehouse clean mess yenye waliacha huko, because Susan aliuliza Linda kama walipanguza zile madamu zilimwagika hapo after kutoa Kamal kuwa na Skylar na Rispa. Linda akamwambia, "No, sikufanya anything." And the thing is, Linda alipigiwa simu, na wakati alipigiwa simu alistuka. Linda hakuwa na time ya kufikiria eti nafaa kukilini place, yani alikuwa amestuka, na that's why maybe hawaku clean up the mess, because si kitu ilikuwa imepangwa. Unajua kama ni kitu ingekuwa imepangwa like today we are going to kill Kamal, wangejaribu wafiche evidence ndio wasipatikane, wangekuwa extra careful. Skylar na Rispa wangevaa gloves, clean hiyo place, dispose hiyo body vizuri sipatikane, but simply because it was not intentional, that's why hawakuwa wanafikiria hiyo kitu. Walikuwa wanaharakisha waende tafute mahali wazikie mwili wasahau hiyo story, not knowing that they are making a lot of mistakes. Now walienda mpaka Stonehouse, wakafika wakaanza cleaning, but Linda unajua alikuwa na uoga, so Susan alikuwa anamuonyesha vile ana clean. So wakiendelea clean, kumbe polisi walitrack signal ya Kamal, wakapata one of the signals ilikuwa pale Stonehouse, na kuna polisi mwenye the new cop mwenye alikuja jana na anakaa mkali, ndo alikuwa na lead hiyo squad kwenda Stonehouse. Na akiwa kwa barabara aliangalia files za Susan na Linda, akaona Linda kichwa yake ikwangi mzuri. Kuna time alijaribu kuchoma mansion, na kuna mtu alichomekea kwa hiyo mansion, na tujisikia story yake. Miriam mwenye alikuwa anti ya Lucy ama ni nani sijui, alikuwa related aje na Lucy na Kenan. Huyo madhe alichomekea hapo, na hiyo story yake ikaisha ikishanga hapo, na Lucy hakapotea. So na yeye Susan alionekana ako na kesi ya kukidnap mtoto. So unaona polisi wako aware these two people ni like already ni criminals. So wakienda hapo walikuwa na confidence that these people are not good. Si Linda wakiendelea clean wakasikia police siren. Wakaona sasa sisi tumeisha. Tumepatikana.
tutafanya aje? Na initially Isaac alikuwa ametetesha Linda sana. Akamwambia what you did, msiwahi fanya kitu kama hii. Next time mkiua mtu, sikia. Next time mkiua mtu, just call me. Just call me ndio nikusaidie kuclear mess. And Susan was like, kwa nini nataka kuendelea hapa? Sasa akamwambia nyinyi mconcentrate na clean mess because polisi watakuwa hapa very soon. Na ndio hiyo time polisi wakadonjo, wakabisha mlango, ikabidi wafanye nini? Wafungue. So wakati polisi walikuja, wakaanza tu maswali zao za kawaida. Wakauliza wanafanya nini hapo? Na hiyo si nyumba yao. Linda akawaambia, this is my brother's house. Na niko na right ya kukuja because it's one of our houses. Ni maswali gani unaanza kuniuliza? So wakauliza maswali, wakaanza kujifanya tena wako emotional about Kamal's death and they have nothing to do with it. Because polisi wakifika walipata kama washa clean hiyo mess, hakuna madamu, but walipata detergents, masabuni hapo na vile tu walikuwa wanaosha na bucket na maji hapo. Wakauliza Isaac anafanya nini hapo? Sasa akawaambia sisi ni wanawake na tumekuja na Isaac ndio at least atu protect tukifanya kazi zetu. Unajua last time Lola walikuwa attacked kwa the same house, so walikuja na Isaac ndio in case of anything hawa protect cause wao ni wanawake na wanawake ni viumbe wadhaifu. So again hawa polisi they promise that they gonna look for Rispa and Skylar ndio wa squeeze ukweli kutoka kwa mioyo yao cause wanajua ni watoto. Kiwakamata kila mmoja akiwa peke yake, lazima watasema ukweli. And especially Skylar vile kana kuanga kaoga, lazima katasema kila kitu. So they left but they promised that they'll make sure that wameshika Skylar na Rispa ndio waseme ukweli. After Nina kuachana na Lwanda, Nina alienda maraundi peke yake tu akifikiria juu ya maisha yake, juu ya mtoto wake. Na wakati Dylan na Lwanda walirudi home, wakapata Nina yuko. Na Nina hiyo time ndio alipigia Lwanda akamwambia wanataka wa meet. Ndio Dylan akamuuliza kwani kuna shida? Lwanda akamwambia mimi sijui, acha niende kwa ameniambia anataka to meet. So Nina alienda akapata na Lwanda na alikuwa amemficha ukweli, but Lwanda alikuwa anaona kuna kitu yenye daktari alimwambia anataka kuficha. Ndio Nina alikuwa anamwambia siwe muacha in case of kitu mbaya mfanyikie, anafaa kuchunga watoto. Ndio Lwanda akamuuliza ni nini anajaribu kuficha. Nina akamwambia nitakwambia everything that the doctor told me. So Nina broke the bad news to Lwanda and Lwanda was very much worried about his wife. Alisikia vibaya mpaka akaanza kulia. Nina mwenyewe akaanza kumbembeleza. Ndio Nina akamwambia hii time ya surgery, hii time yenye ako mgonjwa asiwahi muacha cause is the only person who is close to her. Akamwambia chunge watoto na sikubali mtu ashike mtoto wake. But akamwambia the bad thing about the whole sickness that lazima mtoto wake hatolewe na yeye hataki hivyo. Lwanda akamwambia wewe niambie ni wapi unataka nikupeleke hospitali? Ni USA, ni Australia, ni wapi? I'll do everything to make sure that you're okay. I'm sure kuna alternative ya kutritiwa bila kutoa mtoto. But Nina akainsist, daktari alisema mtoto lazima atolewe na yeye hataki mtoto atolewe. Na Lwanda alikuwa anasema like we can get another baby, your health is the priority. Health yako ni muhimu. How can I live without you? Siwezi kaa bila wewe. How now? So Lwanda this time was standing by his wife, encouraging her. And I'm just wondering, script writer, mbona uliamua kufanyia Nina hivyo? Kila siku mashida. Akiachana na hii, anapatana na hii. Anamalizana na simba, anapatana na ndovu. Kutoka kwa ndovu juu ya mti. Juu ya mti anaanguka. Kuanguka anaanguka kwa moto. Why Nina? Imagine Nina after kupata mtoto wake that is Frida, wanakuwa attacked na baba Koki. After the attack, she faints. After fainting, she goes to the hospital. After daktari kufanya test,
Nina akona brain tumor or cancer. You see the kind of trouble that this girl is going through. But I hope at the end of the script, before kipindi iishe, Nina atakuwa na happy life. Isikuwe like Nina ndio ameanza kufurahia then kipindi iishe. It will not be fair to us viewers. Do you agree with me? It will not be fair at all. Something else that is interesting. Dylan hakufurahia na ile kitu ilifanyika pale kwa park. Na ile attack ilikuwa pale kwa nyumba juu ya Koki. So, ile time yenye Lwanda alienda kuona Nina, aliambia Koki, wewe sijui hata nini unacheka cheka kwa hii mansion. Your father tried to kill my daughter, my grandchild and my son-in-law today. So you should be careful. Usijui wewe ni nani kwa hii nyumba. Just be careful because very soon I'm going to find out wewe ni nani kwa hii nyumba. So one thing, Dylan ashajua kuna kitu fishy about Koki. And same to Ashley. So this time around, Koki should tread carefully because those two people will be monitoring her closely. Because Nina hakuna kitu wanaweza suspect about Koki. Same to Lwanda. Na hii ni mashida yenye Lwanda ameletea Mr. Dylan kwa mansion because of kurumia msichana. Do you know initially before Nina arudi kwa Lwanda alikuwa na treat Koki kama princess. Alienda akamfanyia shopping ya manguo. Alikuwa anamprotect. Akiona mtu mwenye anataka kumsumbua like the step brothers, anawachapa. Mpaka ile deni ya 50k yenye Koki alikuwa nayo, yeye ndo alipeana hiyo 50k. So Koki after Nina kukuja akaona sasa baby girl, mimi nilikuwa na enjoy life. Nilikuwa nakaa soft life. Now wife amerudi. Sina amani. What do I do? Si nipange vile nitamalizana na wife. Because that's why Koki ako bitter about Nina and Lwanda's relationship. Because anataka Nina aondoke aendelee kuenjoy the soft life yenye alikuwa anapewa na Lwanda before Nina harudi. Back to Hagi. Hagi aliboeka kwa nyumba peke yake, akarealize Rispa amuoni na ajui anaendelea aje. Unajua after Rispa wawe Kamal hajaipatana na mamake. Alikuwa ameenda pale kwa shop ya Lola. Ndio Hagi akakuja hapo akitafuta Rispa. Akamuuliza umekuwa wapi? I was worried about you. Now wakiwa hapo Sheila akakuja. Na si nimewambia Sheila alikuwa na play ile part yenye ilikuwa ina playwa na Karo. Ndio Hagi akauliza mwizi ametoka wapi? Actually alikuwa amekasirika sana cause alikuwa ameiba pesa za Lola na akafukuzwa. Now Sheila alikuja tu na kiburi yake ya boss lady. Akakuja akapea Skylar namba ya babake and Skylar was very very happy about it. But ile kiburi yenye Sheila alikuja nayo, Lola alikasirika. Akamrudisha doo zake kwanza, akamgonga nozo. Akamwambia hiyo kazi yake afanye, na kama ni umaskini itamuua, kama ni pesa yake inaweza mfanye akuwe tajiri, hata asitajirike. Hiyo pesa yenye anamletea na madharau na kiburi, yeye hataki hiyo pesa. And akamfukuza, akatoka. So Skylar juu amepewa namba, akauliza Lola kama anaweza pigia babake simu. Lola akamwambia unaweza mpigia. Si Sky akachukua simu akapigia babake. Babake fortunately alishika simu. Akamuuliza dad, where are you? Mbona uliniacha? Akamuuliza anarudi Nairobi lini cause she really needs him. Babake alikuwa like, mimi sitarudi Nairobi because of your mother and your uncle. Skylar akamwambia mimi niko peke yangu. I'm alone. If you come back, it will be just me and you. Greg akafikiria hivyo, akakata simu. According to the way I saw Greg, maybe atarudi akuje kwa msichana wake Skylar. Now, kumbe Greg after kuachana na Sheila alipata bibi mwingine or rather girlfriend, I don't know.
Because from the look of things, just the way Sheila said, waliachana na babake, na baba Skylar. And I'm just trying to ask myself, inaweza kuwa zile do zenye Greg haliiba kutoka kwa Linda, Sheila na yeye alienda kaziiba tena kutoka kwa Greg akakuwa maskini tena na Sheila akaomoka. Because ile condition yenye Greg ako, it's so pathetic. Is really suffering because amewekwa na mama. Amewekwa. Because udem alikuwa anakaa na yeye, alikuja akampata kama amehuzunika, akamuuliza ni nini. Greg akamwambia ni my daughter who called me. Tena akamwambia wewe uko hapa wakati your rich daughter anaribu pesa huko kwa club. Na ule mwingine alitoroka na pesa yako tu hivyo. Na mi kwa hii nyumba mi ndio kila kitu. It's either utafute kazi, because me I'm not going to provide for you. You are a man, look for a job. Rent ni mimi, food ni mimi. So Greg amewekwa na huyo bibi wewe ni moto wa kuotea mbali. Kwanza ile msomo alikuwa anapewa, sioni kama Greg atasurvive kwa hiyo nyumba. Itabidi atoroke akuja ngangane life na Skylar wake. Now again back to the mansion. After Skylar kuongea na babake, alirudi pale kwa mansion, na pale kwa mansion kulikuwa na Frida na Ashley wenye walikuwa wanacheza hapo. Ndio Frida aka notice that Sky ni kama hayuko happy, kuna kitu inamsumbua. Ndio akaenda akamuuliza, "Mbona uko hivyo?" Skylar akamwambia na miss babake. Ndio Frida akamwambia pia ana miss baba yake. Ndio hii time Dylan akakuja akaambia Frida, "Enda ucheze na Ashley, niongee na Sky kidogo." Si Dylan akaambia Skylar pole kwa alisikia story ya Kamal mwili yake imepatikana. Na Dylan akaambia Skylar, "Unajua nilikuwa na washuku wakati mlikuja na wewe na mamako the first day, because mlikuwa mna act weird mpaka mimi nikawashuku." Ndio Skylar akamwambia hiyo kitu ni crime. That's why she was shocked. Hiyo kitu ilimstua sana and she excused herself because alisema yeye ajui ni nini ilifanyikia nani, ilifanyikia Kamal. Ndio Dylan akauliza Ashley kama wameongea na Luanda na Nina. And Ashley akamwambia mimi nimewajaribu kuwapigia hawashiki simu. And Dylan was worried because Nina kurudi home and now their phone calls are not going through. Wakikaka hivyo sasa ndio Luanda na Nina wanadonjo kwa mansion and they are arguing because Nina alikuwa anaambia Luanda asiambie Dylan about her condition. Yaani asimwambie yeye ako na brain tumor. Ndio Luanda akamwambia surely yeye ni babako. Na kama kuna siku utaenda hospitali, kila mtu atakuwa affected. Everybody mwenye anakupenda atakuwa affected. So tunafaa kuambia kila mtu. Ndio hii time wakiendelea kuargue whether they should tell Dylan and everyone else or not, Dylan akawapata wakiargue and it was like, "Buddies, are you okay? Ni nini mbaya?" Nina akamwambia ni kawaida kwa married couples kuargue. Na Luanda akamwashwa that hakuna kitu mbaya inaendelea, they are okay. But Dylan alishuku maybe kuna kitu inaendelea. Ndio Nina akaenda kwa mansion akapata na Frida and she was happy, they were playing together happily mpaka Luanda akawajoin. Because kitu moja about Nina, hataki kuonyesha watu ako mgonjwa, anajaribu kujikaza. Back to Lola's shop. Sai ndio BL na Mark wanaleta material. Kumbuka kulikuwa na hoda ya Sheila yenye alikuwa ameacha. So BL na Mark walikuwa wameendea material. Kumbe hawajui kama vitu zilichange. Kufika Lola akawaambia kuna kitu kama hiyo. Karol amekuja hapa na Sheila amekuja hapa na kiburi yake. Mimi nikamfukuza, nikamrushia pesa zake, nikamgonga nazo. Mimi hata sitaki pesa zake. Hizo zenye ananipea na condition hivyo na madharau. Hizo ndo zake mimi sikuwa nataka. And Ben was like, na pesa zote tumemaliza. What are we going to do? This time Susan akaingia kutoka Stonehouse. Now Hagi akiwa hapo because aliona the way these people are struggling, akasema amefikiria eti Susan
na Lola waame ile nyumba yenye wanakaa, ile nyumba ya Susan, wauze ndio wapate do, alafu waamie ile nyumba yenye ilikuwa inakaa Nina pale ghetto. And they were very happy about the idea. And they thanked Hagi so much because it was a brilliant idea. Not that they did not have money, at least now they will have money. So waka welcome hiyo idea. Ndio Hagi akawapea story vile alirealize eti baba Zwal alikuwa tu ni blackmail, hakuwa anampenda. Hata alikuwa amepanga kuuza hizo manyumba. Na Mark hiyo time alikuwa hapo anasikiza vile babake anaongelelewa vibaya, na hakuna kitu angefanya juu ni ukweli. Na pia Mark hakuangi saidi ya kina Zwal na babake, hataki kufanana na wao. Ndio Hagi na Susan wakasema hata tuende sasa tumfunze adabu, tumpe discipline. Ndio wakajibeba wakatoka wakaenda kutafuta baba Mark wa deal na yeye. Kwanza walisema watamfinya, wamkaange vizuri, wamkatakate. And Mark was like, vile Hagi na Susan walienda, Bien walianza kucheka wakimake fun vile Susan walikuwa wanasema wanaenda kufinya babake Mark. Now, to the last part of this episode. Salma na mamake, sijui anaitwa Newgan ama ni Mugan ama anaitwa nani, alikuwa ameita Linda wa meet. Do you know mbona walikuwa ameita Linda wa meet? Because Salma alikuwa ameona Linda na akina Rispa wakibeba mwili ya Kamal wakati walimuua. Kumbuka tamenye Salma alituma Skylar Stonehouse, aliwafuata baadaye na akaenda akauliza Skylar mbona analia kwa alimpata hapo nje. Skylar akajifanya ati alikuwa emotional after kuongea na Kamal. Na ndio dem hakutoka hapo. Alikaa hapo make sure ameona chenye kimefanyika. Na ndio akajiambia kumbe watu wameua Kamal. Lazima they will regret about it. Kumbuka ndiwaambia Salma na mamake kuna kitu wanataka kutoka kwa Linda. They have a mission that is accomplished. Wamekuja hapa wadili na Skylar na Linda. Of which Skylar alikuwa anaona Salma ni kama rafiki, ni kama sister. Lakini zile advice zenye alikuwa anampea, ndio maana sahi Kamal amekufa. And now they are here. Salma akakuja akaambia Linda ati aliona akivika mwili ya Kamal na alikuwa pale Stonehouse wakati walikuwa wanabeba Kamal. Na hiyo na akachukua video. Kwanza akaonyesha Linda hiyo video. Akamwambia that video ataipeleka kwa polisi ikue evidence that they killed Kamal. Sema Linda kustuka. Because alikuwa anajua hii story is between them. But now kuna mtu watatu mwenye ni Salma aliona. Na hii Salma akaenda akaambia mamake. Na unakumbuka vile Linda alikuwa amefinya mama Salma pale kwa hoteli ya The Kabarage Holdings. Do you remember that day? So Linda akauliza mama Salma na Salma, what do you want from me? Mnataka nini kutoka kwangu? Mama Salma akamwambia, wewe sahi I need you to stay away from Kenan. Kenan is mine. Nataka uniachie Kenan, mimi na mtoto wake. So nataka uambie Kenan that anafaa kukaa na mimi na mtoto wake and that he should marry me, ndio tukae happily mimi na mtoto wake. Otherwise hii video tutaipeleka polisi. And Linda had no choice because actually hii time walikuwa hata washaita Kenan kwa hiyo meeting na Linda hakuwa anajua, na hata Kenan hakuwa anajua anaitiwa nini. So wakati Kenan alikuja walijitoa, alafu mama Salma akaambia Kenan eti Linda kuna kitu atamwambia. So this part ya Kenan and Linda might be in tomorrow's episode. So Linda akaambia Kenan wanafaa waachane kabisa na anafaa haache kumfuata, arudi kwa bibi yake na mtoto wake wakae a happy life. But unafikiria Kenan
anaweza kubali kitu kama hiyo? Cause Kenan for real loves Linda. Hata apendi Mama Salma hata kidogo. Hata kama amemzalia mtoto, ampendi hata kidogo. Cause Kenan alimwambia kama ni kuwachunga, mimi nitawachunga. But hii story ya kuniambia ni kuache haiwezi make.